viongozi wao ambao ni marais kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kuweza kuongeza nguvu katika ushirikiano wetu ambao uko katika nchi mbili, na pia tumejadiliana maeneo mbalimbali ambayo tunaweza kushirikiana kwa karibu, lakini pia tumeangalia maeneo mengine ambayo tunaweza tukatumia hizo fursa kushirikiana kwa ukaribu. Kwa hiyo ndio maana tuliamua kuchukua uamuzi wa kuweza kufufua tena pour que le travail puisse se faire de manière kufufua tena ushirikiano huu kwa karibu kupitia ile tume ili tuweze kuendelea kuongeza nguvu baina ya ushirika katika hizi nchi mbili na kuweza kuleta matokeo yenye faida zaidi. Lakini pia tuliweza kuangalia swala la amani na utulivu, les questions commerciales, lakini pia tulijadiliana swala zima la biashara, lakini pia hata ujenzi wa miundombinu permettant ces échanges commerciaux. Utekelezwaji wa ujenzi wa miundombinu utaweza kurahisisha biashara baina hizi nchi mbili, na kama ambavyo nimwambia, narudi tena nchini kwetu nikiwa na furaha sana na nikiwa na tumaini kubwa kutokana na hatima nzuri na kesho njema naiona kutokana na ushirikiano baina hizi nchi mbili, na hiki ndio haswa aina ya ushirikiano ambao tunahitaji kati ya nchi zetu hapa barani Afrika. Ndio tuna bara letu, na ukweli ni kwamba bara letu lina rasilimali nyingi sana, lina fursa nyingi sana, lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, rasilimali watu, na tunajua ya kwamba idadi ya watu inazidi kuongezeka, na tuna vijana 60% ya idadi ya raia bara la Afrika. 60% ni vijana, na tunajua kwamba hawa ndio wamebeba hatima ya hili bara. Kwa hiyo tunajua kwamba kesho yetu ni njema zaidi, lakini inabidi tuijenge vizuri, kwa inabidi tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kutimiza malengo yetu, kwa sababu nimeona kama ilivyokuwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunachotakiwa sasa kufanya ni kubadilisha rasilimali zetu ndani ya bara letu. Tuna rasilimali nyingi sana, na ukiangalia katika sekta ya madini tuone namna gani ya mabadiliko ambayo yanaweza kufanyika katika hii sekta. Tumechoka kuona rasilimali zetu, madini yetu yakichukuliwa. Kwa hiyo tutafanya kitu hicho hata kwenye nchi yetu, na pia tuna nyenzo na mbinu za kuweza kuyatimiza hayo yote, maana tayari tuna rasilimali watu ya kutosha, na pia tunaweza kulitimiza hilo, na ili kuweza kulifanikisha tutahitaji kuwa na miundombinu ambayo imeboreshwa, kwa mfano swala zima la barabara, bandari, na pia hata upatikanaji wa nishati. Inabidi tuone namna gani tunaongeza nguvu zaidi ya kuweza kuwa na umeme, tuweze pia kutengeneza nishati ya kiwango cha juu zaidi ili iweze kupatikana kwa watu wetu wote. Kwa hiyo nafikiri tuna kazi kubwa mbele yetu, na kwa kweli tuna dhamira ya dhati kuweza kutimiza, na tuko tayari kusimama kuhakikisha kwamba watu wetu waweze kuwa na mazingira mazuri zaidi, lakini pia waweza kuona tunafikia yale maendeleo ambayo yalitakiwa yafikiwe kwa sisi kama bara la Afrika. Na ukweli kutokana na hayo yote ndio maana tunasapoti ushirikiano huu na tunataka tuongeze nguvu, na tunajua kwamba ubia huu pamoja hata na nchi za Ulaya, Marekani, China, wabia wote hawa kwa kweli
tunajua kwamba wanatambua kitu ambacho tunahitaji na wako makini sana na wako makini sana kuhusiana na maono ambayo hata sisi tunayo ya kuweza kubadilisha rasilimali zetu, bara letu, na hata kwa mfano katika sekta ya kilimo kwa bara la Afrika, swala zima la kuongeza thamani kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo, kuweza kutengeneza ajira zaidi kwa vijana na kuweza kutengeneza uchumi ambao una nguvu zaidi kwa nchi zetu. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana, na kwa kweli tunategemea ushirikiano nanyi ili tuweze kutimiza malengo yetu haya. Na ningependa pia kuhitimisha hotuba hii kwa kumshukuru dada yangu mkubwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ningependa kusema asante sana kwa namna ambavyo mmetukaribisha, tumejisikia vizuri, na pia ningependa kukuhakikishia dhamira yangu ya dhati. Na ukweli ni kwamba sikuweza kuja ulipokuwa unaapishwa kutokana na kubadilika kwa tarehe, lakini ukweli ni kwamba mimi nasapoti sana, na kama unakumbuka hata simu nilikupigia, na pia hata leo ningependa kuliongelea hilo, na kwamba nina sapoti sana na kushukuru sana na nakupongeza sana. Na ningependa pia kusema ya kwamba nilisema hata kile kipindi kwamba DRC tutaendelea kusimama na Dr. Samia Suluhu Hassan bila kujali mazingira, kwa sababu tunajua ukosefu wa amani. Ukosefu wa amani ni swala ambalo haliwezi kupuuziwa, na hiyo sisi tutaendelea kusimama na Tanzania kuhakikisha kwamba amani inaendelea kudumu katika nchi zetu mbili. Asanteni sana kwa namna ambavyo mmetukaribisha, na ninaweza kurudi tena pengine labda kwa ajili ya safari ya kibinafsi zaidi, nije nifurahie zaidi kisiwa cha Zanzibar. Najisikia vizuri, pametulia, nasikia amani. Kwa hiyo kutokana na hayo, mabibi na mabwana, asanteni sana kwa namna ambavyo mmetukaribisha vizuri, na baada ya chakula ambacho tutakuwa nacho nitarudi Kinshasa. Asanteni sana, na Mungu awabariki na abariki ubia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na DRC. Asanteni. Asanteni sana marais wetu kwa ujumbe huo mzito unaoashiria kuongeza ushirikiano